Naitwa Mchungaji John Simoni Masaniwa. Ninatoka kwenye Rock Church na pastorate ya Kalangalala. Bwana asifiwe. Amina. Nimshukuru Mungu kunipa nafasi hii tena leo kupata huu muda wa kukutana na watakatifu wa Sengerema na kuzungumza na ninyi neno la Mungu kadiri Mungu ambavyo ametupa neema hii. Ninamshukuru Mungu mwezi wa 5 nilipata neema ya kuzindua kitabu changu cha kwanza ambacho kinaitwa Ibada ya Kristo. Kimeeleza mambo ya ibada na vitu mbalimbali kwa ukamilifu wake. Ukipata muda wa kusoma, kuna vitu ambavyo unaweza kujifunza kwenye maisha yako hata na familia yako pia. Ndipo ninaendelea kukamilisha kitabu changu kingine cha pili ambacho kinahusiana, kinasema mpe nafasi Mungu katika ndoa yako. Kiko kwenye hatua ya mwisho, kwenye mwezi wa 10 au 11 inaweza ikawa kimekamilika kwa ajili ya watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Natamani kujifunza kwa namna ambavyo Mungu anaweza kutupatia ili mafundisho ya Yesu yaweze kufika. Katika kitabu cha Tito kwenye huo mstari wa 8 inaomba tujifunze somo linalosema matendo mema. Mwambie jirani yako matendo mema. Matendo mema. Mwambie na wakulia matendo mema. Matendo mema. Mwambie na aliyeko nyuma matendo mema. Matendo mema. Na katika somo hili la matendo mema watakatifu nataka niangalie mambo matatu tu kwa ufupi ambavyo unaweza ukanielewa. Watakatifu, matendo mema ni vitu ambavyo ni yale ambayo Mungu ameyakusudia katika maisha yetu. Matendo mema maana yake ni matakwa ambayo Mungu anayapenda, lakini ni vitu ambavyo mtu unayemfanyia anatiwa moyo, anatiwa nguvu, anabarikiwa, anainuliwa, unamsaidia kutoka kwenye changamoto kwenda kwenye nguvu, unamsaidia kutoka mahali dhaifu kwenda mahali penye uwezo. Kwa hiyo unapomtendea mtu matendo mema yanamwezesha kuendelea kuishi, yanamwezesha kutenda mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na mara nyingi wengi huwa tunahesabu matendo mema kwa tafasiri ya mtu kumpa pesa, ya mtu kumpa chakula, ya mtu kumpa mavazi, ya mtu kumpatia kiwanja au nyumba, na wakati mwingine labda kumpa mke, wakati mwingine kumpunguzia mahali, ndio kuna vitu mbalimbali tunavyohesabu. Lakini nataka nikuongezee pia kwamba moja ya matendo mema ni pamoja na kumsema mtu vizuri. Yesu. Moja ya matendo mema ni pamoja na kumsema mtu vizuri. Unaelewa? Bila kujali mtu huyo na mahusiano gani na yeye, haupaswi kumsema vibaya. Ukimnena vizuri unamtendea mema. Bwana asifiwe. Hata usipompa ugali, hata usipomvisha, hata usipomkaribisha nyumbani kwako, lakini kitendo cha kukaa kijiweni, kitendo cha kukaa saloni, kitendo cha kukaa kwenye basi, kitendo cha kukaa kwenye kijiwe, kitendo cha kukaa mahali popote au njiani mnatembea, halafu mnaongea habari za Masaniwa na mtaziongelea katika uzuri, mnamtendea mema. Hata ile ya Kisukuma wanayosemaga kwamba mtu akisesero si akiangusha tonge, kuna watu wanamsema hivi. Sasa watakuwa wanakusema vizuri. Sasa watu wanakusema mpaka na tonge linadondoka. Achana na hiyo. Tunazungumzia kumsema mtu matendo mema yanayozaa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni moja ya jambo ambalo tunalipata kutoka kwa wazazi wetu. Mioyo ya wazazi, zungumzia upande mmoja tu. Mfano upande wa wanawake. Moyo wa mama unapotabasamu na kuzungumza neno lolote zuri juu ya mwanae, haijalishi umbali wa huyo mtoto anakoishi. Dakika na sekunde zile ambazo
sababu ya kufanya moyo wa mama ufurahi. Hata kama yuko mbali, pe nafasi mama aweze nini? Kufurahi. Akiamka akajinyosha, anafanya tu nini? Hizo ni baraka zinakutana na wewe kwenye kazi yako ulionao ya umwalimu, kwenye biashara yako, si kwenye nini ulikokimbia kwenda. Bwana ana kitu anakifanya. Amen. Wale mliooa, wala yasema, haleluya, wale mliooa, mkeo anapotafasiri, anazungumza moyo wake kwa furaha, umemwacha nyumbani, kazi unayoifanya ni lazima ufanikiwe. Ndio maana wanaume wana kanuni moja, ukimkamata mwanamke ukoni na anafanya uzinzi, umesafiri, unambeba unapeleka wapi? Maana anakuhamisha miradi na mipango yako. So badala ya kunena maneno mema ya kazi ya mmeo alikokwenda, wewe unapigana busu na mjamaa tu. Kwa nini azikongwe bajaji? Yes. Amen. Shida kuzungumzia kwenye mchepuko, watu wanakasiri. Bahati nzuri tunazungumza, tumeshamaliza kuchanga. Nilimuuliza mchungaji kwamba tunahubiri kwanza tunachanga, tuchangishe kwanza. Ulikuwa unajua maana ndio unazungumzia watu michepuko yao na unataraji wakupe hela na naam. Yao wana mtu akibasita kama ni cha mchepuko wangu. Wajibiringira kama kuhera huko. Si ndio? Watu wanazihangaikia hela. Wanazihangaikia watu kuzipata hela. Mnolia nyumbi shakadande jorande na wiki miezi 3 nozo wako sunija kuizuni dole wa kushiri dole ya kunishiri dole haya. Alafu washikomu kanisa mchango wa milioni. Hiyo manager kwa finya. Ndio hicho kolo yeye. Wewe mtu anatoa, Mungu awabariki sana kwa kutoa. Naomba nianze na jambo la kwanza katika matendo mema. Jambo la kwanza, mtu mmoja aliye na Biblia hata kama ni ya kwenye simu anisomee. Kwenye Waefeso sura ile ya 2 na mstari wa 10. Biblia inasemaje? Waefeso sura ile ya 2 mstari wa 10. Biblia inasemaje? Hata kama ni ya kwenye simu inaweza ikaongea vizuri. Yes. Maana sisi mimi wewe tukazi tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea kipindi cha Adamu anaumbwa Mungu aliyatengeneza haya matendo mema ili tutembee nayo katika Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Watakatifu, jambo la kwanza katika matendo mema, Mungu alituumba ili tuyaishi matendo mema. Ukiwa kinyume na matendo mema, maana yake unaonekana haukiri uumbaji wa Mungu. Na kama hauwezi kuishi kwenye matendo mema, maana yake haukubaliki katika swala la kutengenezwa au kuzaliwa upya katika Kristo, ya kwamba maisha yako yanajiendesha yenyewe, hayako katika mfumo na utaratibu wa Mungu. Amen. Maana Mungu ametuumba ili tuenende na matendo mema. Hayajatokea from nowhere. Mungu ameyaweka kwa kusudi. Uwe mrefu, Mungu ameweka kipimo chako cha kutengeneza matendo mema. Uwe mrefu kuliko wengine wote, Mungu amekupatia kipimo cha kutenda matendo mema. Kuna wasemaji wenye maneno mengi. Kwenye maneno mengi hayo Mungu amekupa neema umtendee Mungu matendo mema. Kuna wanaotembea haraka. Kwenye mwendo wa haraka
alishakunyima mtaji, hawezi kukununulia nguo mpya, hawezi kukufanyia nini. Huyo tu mwanaume aliyekupa huyo yule mwacha nyumbani huyo. Usitaje jina lake watu watafahamu. Huyo unayemjua. Kwani hujaolewa wewe? Huyo unamjua. Bado unahitaji kuishi pale pamoja na kufanya matendo mema ambayo Mungu amefanya nini? Ameyaweka kwako. Ni lazima utembee pamoja naye. Bwana asifiwe. Amina. Jambo la pili, katika mstari wa 8 kwenye hiki kitabu cha Tito, mstari wa 8, jambo la pili linazungumzwa mahali hapo, ambalo linasema kwenye huo mstari wa 8, ni neno la kuaminiwa, na mambo haya nataka uyanene kwa nguvu, ili watu waliomwamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema. Hayo ni mazuri, tena yana faida kwa wanadamu. Watakatifu tumeumbwa kutenda matendo mema, lakini jambo la pili, tunapaswa kudumu kwenye hao matendo mema. Usitende matendo mema sekunde mbili alafu baadaye unageuka. Unatakiwa kuendelea, yani iwe sehemu ya maisha yako. Yani watu wakujue, wakote wewe kwa ulimwiza ngoro. Yani wakufahamu. Kuna watu wanaweza kukuchinjia kuku, ukimaliza kumula wale kuku, ukiaga kuondoka pale, anakusindikiza. Atakupitisha kwenye kona na kupeleka mpaka ile bamsi ya kwanza ile, na kupeleka mpaka kwenye redio Sengerema. Akishakufikisha kwenye bakisha keko, anarudi sasa. Wakati anapiga kona kurudi, anapita kwenye ile familia ya kwanza karibu na kwenye mambao pale. Anasema, "Mtatu wanena na rutana na reno pastor." Ndio wale mwana wanataka mwana na sinzira kama kwa to mwana soda na mara kushindikana rudi hapo. Yanatakiwa matendo mema yasiwe ya muda. Usitufanyie matendo mema kama ya CCM ya wakati wa kutafuta kura. Unanielewa eh? Yanatakiwa matendo mema yawe ya siku zote. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ngoja nikupe mfano mmoja. Kwenye hii dunia kuna kundi moja lina tabia hiyo. Mwanaume huwa ana tabia ya kutenda mema kwa mwanamke wakati anamtafuta. Mwanaume huwa ana tabia wakati anamtafuta mwanamke. Wewe jaribu tu kujiuliza, au karibu toa rangi mwanamke anakuyokita kainga. Wewe jaribu tu kupiga maisha. Kale ka humuzuke toka kaleha. Wala asheba. Kale ka humuzuke toka kaleha. Mwito ndio kanako mzee akavugula kana. Wala kagia. Anajitahidi hapo mwanzo unaona sasa, ila akishakufikisha tu nyumbani unakuwa kama picha ya Samia. Anabaki kuonyesha kwamba huyu ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano. Huyu ndiye mke wangu. Huyu ndiye mama watoto. Ukijishabetu unauliza unakumbuka nini? Sisi wote nilikuwa bwana mtafutia wewe. Ukitaka kumkopa mmeo hela, anakuambia sina hela. Irulizi kema ya wote ngano limwa. Wewe wetu ya mzoma hayo kale. Bwana asifiwe. Amen. Unajua Mungu Bwana ni wa ajabu sana. Akatutengenezea tofauti za ajabu kwenye familia. Baba anatunza sana kumbukumbu ya mazuri kwenye familia. Ila mama anatunza sana kumbukumbu za mabaya, hatunzagi mazuri. Na hata ukikosana na mkeo, usikitanganye kumkumbusha mazuri uliyowahi kuyafanya. Yaani ndio utampoteza kabisa. Ukitaka kuelewa, fanya mazuri mapya. Ndio maana kuna watu wakikosana, anampeleka mke wake, anamnunulia vitenge, anampeleka saloni, anamfanyia nini, anamlipia na mikoba vyote, wote wanamfanyia kaka. Ile ukianza kumkumbusha, unakumbuka kwenye harusi mimi nilikushoneanga shara hata sikukodi, unakumbuka hakumbuki. Ila anakumbuka tu siku ya harusi ulichelewa kuja kanisani.
siku hiyo anayoivaa. Akishamaliza kuivaa, baba anakumbuka amenunua jana nguo mpya, lakini jana hiyo hiyo mama alivaa. Mama alipoivua akaiweka ndani, hakukumbuka tena kama ana nguo mpya. Akahitaji baba amletee nguo mpya. Baba anajua ameleta nguo mpya. Mama anasubiri nguo mpya. Mama anahitaji kila muda Jumapili awe na nguo mpya. Na ndio maana siku hizi wanasale mpaka msibani. Wewe hata ungelikufa ghafla hapa, tokosona noro kamana na kiti na kuhakante hiyo. Sona yote matwana hadi upande kufunika mkono. No korudi tunalo korudi utekelezo tunaona hapa. Toto alina mwanakaka nyampasiro watu wangu. Kisa na ikimaye nitakorero ya Mungu na noro. Kwa watu mwana, kisha kama tutaenda korero kanisa be. Wala kama ni kanisa kakaro la karama kwa nini sema ndio? Hatuishi na matendo mema ya mwaka jana. Tunapaswa kuendelea. Tenda leo, tenda kesho, tenda leo, tenda kesho, tenda leo, tenda kesho, tenda leo, na jioni, asubuhi, mchana. Hata kama umelala ukiota ndoto, ota ndoto kitenda mema. Ota ndoto kuwahudumia watu. Ota ndoto kufanya watu maneno mazuri. Ota ndoto kuona wageni wanaingia nyumbani. Acha kuota mizimu, acha kuota unanigwa. Ota ndoto wageni wanaingia. Amen. Ndio maana nyumbani mama hakuna hata kuku. Nurunyamu ya ndoki, teho. Na mashukuru watoto walikujaka habano, bale na moyo kuuliza. Kaya kuli antu unakula kachawali. Ina maana nurushishi kaya yani uteho. Shina wakuli agishi lega zene. Sina zara nisema utamani kushibishwa na makombo yanayoanguka mezani kwa nani? Kwa Bwana. Uro utakuisha kashiri uroneke no kanya kula kajawari. Yule kula. Unajua bei yake. Sasa hata nisipojua bei yake, kwani hapo tuko kwenye bei? Hapa si tuko kwenye kula. Na kawaida ya kula, wakati mmoja anakula kwenye meza, paka anasubiri vinavyotondoka kwenye meza. Kuna paka anasubiri vinavyotondoka kwenye meza. Kuna sisimizi. Jamani, muwe watu wa kutenda na ndio maana mpaka sura ilibadilika. Bako Yesu mtoa roho wake. Wana mkine, utaka kile. Inalewaka kitu bebe nao. Kuna watu mpaka sura zilibadilika utafikiri anarudisha change kumbe hata hela hana. Punguza. Wafanyie watu matendo mema utabasamu. Bwana asifiwe. Amen. Wafanyia watu mema. Biblia inasema kadri unavyowatendea watu, vivyo hivyo na watu ndivyo watakaofanya nini? Kutendea. Watu wanapenda akija kwako, ale vizuri, alale vizuri, umpe na nauli ya kurudi. Lakini ukifika kwako unaeleza tena matatizo yote yaliyoko. Mama, nikadiuliza na macho, ninataka roho kipea, mama mbogo tamale na hukuta. Ndio maana hata ukitokea msiba kwenye nzengo, hata watu hawakupi taarifa mapema. Unajua hata juzi ule msiba wa kwenye familia yenu uliandikiwa message. Wakati wengine wamepigiwa simu. Kwa nini? Maana wakimaliza tu kukueleza mambo usiandishwa malaika kaka. Mama, watakayetuze mtoa mara rudi hawa sengi. Mama rafuna ndio na ulimtomana kesho kinga cha kuizato. Bora ndio huko turelezi mobile kwa andika na message.
tamani kutenda matendo mema, si tu kwa sababu tuliumbwa pamoja nayo, lakini tunapaswa kudumu, kuendelea kuishi katika matendo mema. Biblia inasema yana faida kwa wanadamu. Japo kuna watu tunawatendea mema, wao wanatulipa mabaya. Na mara nyingi wanaoumiza mioyo yetu ni wale tuliowatendea mema. Kanuni ya Biblia, achana na risasi, endelea kutenda mema. Ndio maana Yesu akajibu akawaambia, hampaswi kulipa ubaya kwa ubaya, lakini lipa wema kwenye ubaya. Amina. Ambaye unamtendea mema na hataki kukuelewa, badala yake anakulipa mabaya, wewe endelea kumtendea mema. Mambo mengine atajua mwenyewe. Amina. Atamaliza mwenyewe na kujua. Kuna watu bwana hawanaka mazuri. Hata ungemfanyiaje? Ukimnunulia nguo mpya kutoka Chororelezi tabara ya 3,000. Alo hii urusani ya kama alindo. Unajinyima kabisa, unasema kwamba hii mama nimechinja kambuzi, acha nimpelekee basi wangarau haka kambu kanyuma na tumbo kidogo. Hango twenda na kukuruku moto, kwani mbulele makuru kanka. Ore nayo. Watu. Jambo la tatu inapatikana kwenye hiyo sura ya 3 ya Tito, mstari ule wa 14. Biblia inasema hivi, watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema kwa matumizi yaliyo ya lazima, ili wasiwe hawana mapunda. Jambo la tatu kwenye swala la matendo mema, tunahitaji kujifunza. Amina. Acha kudumaa utakaa unashangaa. Lazima ufike mahali ujifunze kutenda mema. Ukitaka watu wale chakula nyumbani kwako, fanya kazi. Ukitaka watu wale chakula nyumbani kwako, lima. Ukitaka watu wale nyumbani kwako wewe wanaingia na kutoka, vitafute viwepo vinavyowafanya watu waingie. Lazima uweke sofa, lazima uweke na TV, lazima ujitahidi kuandaa na kawali, kaangiza hata kupika dagaa waliokata vichwa tu. Mara moja moja wale samaki, mara moja moja wale nyama, mara moja moja mlenda na mchicha, mara moja moja bamia, kuwapo na kamchanganyiko kidogo tukifika kwako. Usiwe na aina moja ya maisha kama ukuta wa kanisa. Kubali kujifunza mama yangu, kubali kujifunza. Wewe kila kutuka wali wa utiketo. Kila kutuka wali wa utiketo. Kila kutuka wali wa utiketo. Wangu wale na semito. Kwa maana mmeo anapenda kula hotelini. Kama kuja kaka yeye mwana huyo. Wao mwana ndio shukuru Mungu kuja. Hapo tu lakini wao kujishiri wa chakula urumira. Wali wa koroga kwa upinaso wa wale kwa. Akwikenda to kwitina na kwa kare mama sara baseni. Ya hayo kumetoka kwa kwa madiro wa hapo na mkesa. Ya kumtakole wa mtu murorele na kwa kende kwa na kwa chamba kwa mama nyanya maji tunkoroma. Chako sako chamba kwa mgoro ntiro manu nali ukundeke kwa roho. Ketero Yesu kwa roho hika. Elumoneto haho wanakuchirero wawola kuliaka kama kora tu. Awale wale kitenawa iloruhusu kwa chako tondoe. Eyo iloruhusu tondoe jitoya. Watu Bwana asifiwe. Jifunze kutenda mema. Hata kuzubaa. Jifunze kutenda mema. Wewe unamtendea mume wako, ameomba niletee juisi. Unapomletea juisi unakaza glasi nzima mpaka juu, unafuta na tishu. Wakole yaka kikiwa na watu wale glasi nzima. Mama, mume upewa nusu glasi, anakunywa. Akimaliza kunywa unamuomba nikuongezee.
umepewa maji nusu kikombe. Ili yako kitu wa mmere hiza kigeni mashemeji. Hawa hapo kweta miziki wangu uje. Mama utolema au ngere tromienzi na anta wako lazima yawepo kidogo nusu kikombe. Tafasiri ya haraka mapema, bado nakuhitaji mume wangu. Haujajaa vizuri kwenye bado ninakuhitaji. Sasa kwa kazi tena yakatukwa. Na hawa leo kwa kitu wale leo kama ni shikombe Pauli maana kulimario juice. Kwa juice hapo kwa nini maana nini? Bwana asifiwe. Hapa sasa tujifunze kutenda mema. Mema huwa yanajifunzwa. Bwana asifiwe. Mema yanajifunzwa. Kumwambia tu mkeo umependeza nalo vizuri. Sio tendo jema hilo. Wewe mama anaenda saluni, anasuka, anamaliza na karibu kuna misuko mingine unakaa karibu siku nzima. Umeenda saa 12 unatoka saa 1:30. Uingie sharagari yoka kutoka na kuruka cha mara wazi mila mara wa misa. Alifukwa alayoka kuna haya aina ni koleo kontwe alafu kwa shindano wanyaka tu ilo ya kwa kote ni kwa ngeni mwe mama ya mkaya mama ndio ngeni kwa washirika wana wa belea kabisa osiko kwa dakika lolote nje farmana tano kokore kutoa sasa kwa kawaida tu kumwambia swara kumwambia mpendeza. Bwana Yesu asifiwe. Swara kumwambia tu mpendeza, si ndio? Kwani kuna shida jamii kujifunza kutenda matendo mema. Mara moja sio mbaya. Kumwambia mama asante kukuta nyumba. Wewe ukiamua kwenda kwa waacha washoko wataka leo. Ocha washoko wataka waacha wacha. Mimi ukisha twale yako kukupa msiasa ngere mama. Najimoneka mimi ndani kama huko ndio chini. Kwa maana mama mwisho sasa mama anaona analazimika kupeleka lakini ana miaka 35. Kuna mama wengine wanagombana na wenye maduka. Uniusia sheria ni kama kuna naona kama nikukataa. Mama wakati mwingine inaweza ikakukataa. Uangalie na chakutaka kwa kuzaliwa. Uangalie na umri. Au kivilezi mama wala ni miaka 22. Hao ndio 68. Tayo fado. Wewe tawala wala mecha zake ni nani alama kwa 76 tata kama mambo utadoa mwito wa miaka 39. Way
ya kuishi katika maisha yaliyo mema. Ulituumba ili tuenende na matendo mema. Unatamani tudumu, tuendelee, lakini unatuhitaji tujifunze. Tubariki, tuwezeshe katika familia, katika maisha, katika jamii, katika jumuiya na maeneo yote unayotupa neema na fursa ya kuyaingia. Tupe muda, wakati nzuri wa kukutukuza, wa kufanya matendo mema machoni pako. Bwana, ninalibariki jina lako na kulitukuza. Asante kwa wema na kwa neema yako. Katika jina la Yesu Kristo, uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Mungu